Karibu msikilizaji katika kituo hichi ili niweze kuhakikisha kwamba ninapata kukufahamisha na kukujuza yale ambayo yameendelea kutendeka katika nchi ya Tanzania. Msikilizaji, sasa taarifa zinazonifikia msikilizaji ni kwamba wauaji waliosababisha maafa ya halaiki siku ya tarehe 29 wameweza kubainika wazi, lakini pia picha zimeweza kutolewa rasmi ambazo zimeweza kuonyesha bwana hao wakisababisha mauaji, lakini pia wakishiriki katika kuwafyatulia marisasi raia waliokuwa wakiandamana na wengine waliokuwa wakielekea katika shughuli zao na kuhakikisha kwamba wamewaua. Sasa picha hizo msikilizaji, zimetolewa rasmi siku ya leo, na pia kumeweza kutolewa taarifa zilizowaonyesha kwa sura zao na wale ambao waliweza kuhusika na sakata hii ya mauaji yaliyoweza kusababishwa tarehe 29. Msikilizaji, katika video ambayo imeweza kutolewa na kituo cha BBC News Africa, imeweza kuonyesha bwana hawa wakiwa wanatumia gari aina ya ambulance katika sehemu ya miji kuu nchini Tanzania, wakiweza kushiriki ama kuweza kusababisha mauaji kwa Watanzania waliokuwepo sehemu za barabara na manyumbani kwao siku ya tarehe 29, ambalo ni jambo lililohakikisha mauaji yamefanyika nchini Tanzania ya halaiki ya watu. Msikilizaji, kutokana na ujumbe ambao nimeweza kusoma, unaweza kuniambia hivi: wauaji waliowaua maelfu ya Watanganyika waliohusika na kikundi cha Mafwele na genge lake la Abdul na Janjaweed yao wameweza kufichuliwa wazi. Yaani ICC hamtakwepa na kimama chenu, na mnavyozidi kutushambulia mnatuimarisha, tusisikie milio baadaye, maana hii ni rasharasha, mvua kubwa inakuja. Yaani mtanyooka tu, acheni kumshambulia, acheni upumbavu, wajibisheni wahusika. Sasa msikilizaji, nilivyosoma taarifa hiyo kisha nikaweza kupata picha za bwana hawa walioweza kuhusika katika kusababisha vifo, wakionekana wamebeba mabunduki makubwa ambayo waliyatumia kuwafyatulia marisasi bwana ambao wangeweza kuwaona sehemu ya barabara. Lakini pia inaaminiwa kwamba hawa ndo walishiriki kusababisha mauaji ya halaiki siku hiyo ya tarehe 29. Msikilizaji, kama taarifa hiyo ilivyosoma msikilizaji, kuna kikundi cha afisa mmoja nchini Tanzania ambaye ametambulika kama Mafwele, ambaye aliongoza kikosi hichi kilichosababisha mauaji ya siku zile za uchaguzi na siku chache zilizoweza kufuata. Msikilizaji, sasa msikilizaji, kuna taarifa pia iliyoweza kutolewa ikaweza kuonyesha makundi haya yakiwa yameketi sehemu, ikiwa inaaminika kwamba waliketi upande huo ili kujiandaa kuwashambulia waandamanaji walioweza kuingia barabarani. Na sasa kile ambacho kimeshtua zaidi msikilizaji ni kwamba bwana hawa wameonekana wakikaa katika gari lililoonekana kwa muundo wa ambulance, gari jeupe. Waliweza kukaa pale juu la sehemu kadhaa za miji mkuu nchini Tanzania, ambapo walitumia bunduki kubwa zilizoweza kuwaua watu kutoka sehemu mbalimbali. Picha hizo msikilizaji, kama nilivyoweza kuziandamanisha na video hii, unaweza kuwaangalia bwana hawa wakiwa wamekaa sehemu ya juu ya gari, huku wakiweza kuangalia kwamba watu wanatokea wapi, na unaweza kuona baadhi ya wengine wakiweza
kujaribu kuangalia kwamba waliotokea sehemu fulani wamepata kukabiliwa, lakini pia wapo wengine utakaoweza kuona wakiweza kukabiliana na raia walioweza kutokea siku hiyo, msikilizaji. Sasa kitendo hicho, msikilizaji, kimepata kufichuliwa na kuonyeshwa katika picha hizi, na msikilizaji, kwa tathmini ya karibu unaweza kupata picha za bwana hawa waliweza kuhusika katika kusababisha mauaji haya. Na pia sasa kilichoweza kutokea ni kwamba sura zao zimeweza kubainika na kuonekana wazi, na ni kikosi ambacho kiliweza kuongozwa na afisa huyu wa polisi aliyeitwa kwa jina la Mafuele, aliyeongoza kikosi hichi kilichoweza kusababisha mauaji nchini Tanzania. Sasa msikilizaji, taarifa hizi zinataka kuonyesha kwamba ni kwa nini vifo viliweza kusababishwa nchini Tanzania, na kweli ni nani aliweza kutumana ama ni nani alihitaji kwamba vifo hivyo viweze kutekelezwa. Cha kwanza msikilizaji, ukiweza kuzingatia ripoti hii ni kwamba waliosababisha mauaji haya, cha kwanza ni kikosi kilichoweza kuongozwa na polisi aliitwa kwa jina la Mafuele. Kwa hivyo tukianza kuthibitisha ama kutafuta kiini kilichoweza kusababisha mauaji haya, bila shaka msikilizaji utapata kuelewa kwamba aliyeweza kuwatuma hawa kuweza kuhakikisha kwamba wamesababisha mauaji yale, bila shaka ni kiongozi kutoka serikalini, kwa sababu hamna mtu yoyote aliyekuwa na nia ya kufanya mauaji nchini Tanzania siku hii ya uchaguzi. Kile ambacho kiliweza kuangaliwa hapa ni kwamba mauaji haya yalisababishwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba kumesambazika uoga na watu wasiweze kutoka kudai haki ama kuweza kusema kwamba wanahitaji mabadiliko katika serikali ama wanahitaji tofauti kwa jinsi kulivyoweza kupigwa kura. Lakini pia wapo waliokuwa wanadai kwamba Tundu Lissu apate kufunguliwa na kupewa nafasi ya kuweza kuwania urais wa nchi ya Tanzania, ikiwa ni baadhi ya masuala yaliyosababisha vitendo hivi vya kikatili kuweza kushuhudiwa nchini Tanzania. Sasa msikilizaji, kesi hii picha hizi msikilizaji zitaweza kutumika katika kuwasilisha kesi katika mahakama ya ICC, ambayo kwamba itaweza kutumia sura za watu hao walioweza kuonekana na vifaa vya mauaji kwenye video hizi ili kuijenga kesi, lakini pia bwana hawa wapate kufika na kupeana ripoti ama kupeana sababu za jeni kwa nini waliweza kuwaua Watanzania, na kama ni swala la kutumwa waweza kusema kwamba aliyewatuma ni nani na aliwatuma kuwaua Watanzania ili kipi kiweze kufikika. Kwa hivyo msikilizaji, ni taarifa ambayo inaendelea, na kama nitakavyokuonyesha picha hizi msikilizaji, utaweza kuona bwana hao waliweza kuhusika katika kusababisha mauaji haya, wakiweza kuwa katika miji mikuu ya nchi ya Tanzania, na wengine wakiwa wamekaa katika sehemu ya juu ya magari wakiweza kuona kwamba Watanzania wanatokea wapi, kwa sababu wapo hapa juu na wapo na mabunduki makubwa makubwa, na bila shaka wakaweza kusababisha mauaji yaliweza kushuhudiwa nchini Tanzania. Msikilizaji, karibu sana kuendelea kufuata kituo chetu hichi. Hakikisha kwamba unazidi kutia subscription kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tu zinapoweza kutokea, lakini kumbuka kwamba pia tutaweza kukupatia uchambuzi wa kina na kuhakikisha kwamba unapata kuelewa kiundani kwamba ni kipi kimeweza kutokea na sababu zitakazoweza kuhakikisha kwamba kitendo hicho kimefanyika. Kwa hivyo kile ambacho nakusihi uweze kufanya ni kuhakikisha kwamba umetufuatilia ama umetia subscription kwenye channel yetu, ili kila wakati tunapopakia video zetu unakuwa ni wa kwanza kuzipokea na kupata kuelewa
kile ambacho kinaweza kuendelea.